Mkoa wa Mwanza una uzoefu wa kupokea michuano mikubwa na midogo, na uwanja wetu wa CCM Kirumba ni uwanja ambao unakidhi vigezo, na nitumie fursa hii kuishukuru sana TFF kwa kuchagua uwanja wa Mwanza kuendesha michuano hii ya Azam, inaitwa sasa hivi inaitwa CRDB Federation Cup. Zamani ilikuwa inaitwa Azam. Sasa sisi mkoa wa Mwanza tumejipanga vizuri. Kwanza wataalamu wa TFF walikuja hapa, walikagua uwanja, walionyesha maeneo ambayo wangefurahi kama yangeboreshwa. Na sisi serikali tulikaa na wenye uwanja, tuliwapa mahitajio yale yote, na jana katibu wa CCM wa mkoa alinijulisha kwamba maandalizi na yale maelekezo ambayo yalitolewa na TFF yametekelezwa. Kwa hiyo leo tutakwenda kukagua, kujiridhisha, lakini tukiwa na imani kubwa kwamba tarehe 21 uwanja utakuwa katika hali nzuri, bora na utatumika. Tukiachana na maandalizi ya uwanja, wananchi wetu pia wako tayari kwa ajili ya kuzipokea timu za Azam na timu ya Yanga. Kwa hiyo maandalizi ya umma yako tayari na wananchi wako tayari, na ni matarajio yangu kwamba watajitokeza kwa wingi kwa ajili ya kushuhudia mtanange huo baina ya vigogo hawa wawili ambao mara nyingi wanapokutana inakuwa ni Dar es Salaam Derby. Kwa hiyo na mwisho, kwenye swala la ulinzi na usalama tumejipanga vizuri. Kamanda wa jeshi la polisi Mutafungwa anafahamu na amenijulisha kwamba amejipanga vizuri kwa ajili ya kuhakikisha kwamba timu zenyewe zote zinapata usalama, washabiki wa hizo timu wanakuwa salama, lakini wananchi na wageni mbalimbali watakao kuja, kwa sababu Mwanza ni hub, ni center ya kanda ya Ziwa. Tunatarajia watu kutoka Geita, Simiyu, kutoka Kagera. Sasa hivi ni usafiri rahisi sana hapa wa meli ya serikali ya MV Mwanza kutoka hapa kwenda Kagera kwa muda wa masaa 8. Kwa hiyo wanatoka usiku, asubuhi wamefika hapa, na usiku wanatoka hapa baada ya mchezo wanarudi Kagera. Kwa hiyo ni matarajio yangu kwamba tutawapokea vizuri wageni mbalimbali wanaokuja, tuwakirimu na waondoke Mwanza wakiondoka na taswira iliyo bora na taswira njema. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi wote wa mkoa wa Mwanza, kwanza kuimarisha usalama, pili kuwapokea wageni kwa moyo wa upendo, lakini tatu tuwaonyeshe ushirikiano wageni ili wawaze kurudi tena hapa Mwanza. Tuna hakika wafanyabiashara wa pikipiki maarufu kama bodaboda watasafirisha washabiki kutoka maeneo mbalimbali waliofikia kwenda uwanjani, kutoka uwanjani kurudi kwenye hoteli zao. Watu wa hoteli tuna hakika pia na wenyewe watauza. Hauwezi kuja hapa Mwanza ukalala nje, haitarajiwi hivyo. Kwa hiyo watauza vyumba vyao. Mamalishe, hoteli za juu na kati zitafanya biashara zao. Kwa hiyo uchumi unatarajiwa pia kuimarika, hususan kwa wafanyabiashara wadogo wadogo katika kipindi hiki. Kwa hiyo ni vizuri tujiandae vizuri, lakini jambo kubwa ni kuonyesha ukarimu kwa wageni ili siku nyingine wavutike kuja tena tufanye nao biashara.